na leo hii nimeamua kutangamana na nesi mmoja wepo ambaye anahudumu katika hospitali ama zahanati ya Kambwe. Na labda nesi, utuelezee changamoto ambayo watu wa Kambwe wanapata ambayo imetatiza matibabu, upatikanaji na utoaji wa matibabu katika zahanati ya Kambwe. Kwa majina naitwa John Lanario. Mimi ndio nurse ya facility ya Kambwe. I think as you see the background, there's a lot of people coming to the facility for receiving the services. And now I see the only problem we have right now is the issue of registration of the chair. I think I've registered almost 18 clients so far, but it was hard for biometrics are not working because there's no network, there's poor network. So it's difficult for us to perform this type of care, but we will try our level best to make it good. But for now, I think that's the main challenge, and it will take some 2 kilometers to go and reach where there's full network. So that's the main thing. I have a problem with this restriction of chair and this restriction of type of care. And that's the main challenge I have for now. So I think we expect to go digitalized, but we are swinging back to manual because of this network. But we will try our level best to make that we are also digitalized as the world is, because everything nowadays is digitalized. Type of care needs biometrics, a lot of things to be done. So that's the thing. Na labda hiyo kuenda zaidi ya kilomita 2 kuweza kusaka matibabu. Unaenda na wagonjwa mpaka pale for those 2 kilometers angalau mpate kumsajili kwa SHA system ama inakuangaje? Nikitaka kusajili mtu kwa SHA system, client anakuja, then we go with the client, we ask ID na phone number, then we go to where there is network. From that place I open my tablet and then I enter the registration, then we go on there, then I tell them the client go back to the facility, there's nurse in the facility, he'll write a note to give him drugs there. But already where there's network, if it was network in the facility, I should give it in that place. But now we go and then I write a note, then you come back another 2 kilometers to the facility and get the drugs. Yeah. So inamaanisha kwamba hao wote ni ambao kwa nyuma iwapo network hakuna, unaenda wao wote mpaka kwa hiyo mahali ambapo kuna network ambayo nimesema ni 2 kilometers kutoka hapa. Unaenda wote pale, kazi yako ni kuwasajili, alafu unaandikia karatasi warudi ama inakuaje? Ni hivyo tu. Sasa kama wote saizi wananiongoja ndio tumalizane nao, ndio tuondoke pamoja tuendamane mpaka huko, ndio niende kusajili kwa system, ndio turudi back niwapatie supplement na niwapatie madawa, ndio warudi back to their homes. Na iwapo labda unajua kwamba wakati mwingine mnakuwa na maybe off duties ama sometimes unaenda kazi pale general kwa referral hospital pale Marsabit, labda iwapo ni mmoja pekee yako kwa zahanati inakuaje? Inakuwa ngumu sana kwa sababu sasa huyu hawezi beba madawa mpaka hiyo 2 kilometers. So inabidi tu muende na patient, umaliza wote, then you come back, you dispense, ndio aende nyumbani. So it's not you are not transfer the pharmacy to the 2 kilometers. So mnaenda nyinyi wote, mnasikizana hapo condition, unaandika, ndio mnarudi back, mnaangalia system. Ni mtu alikuwa na pneumonia, unapatia Moxil, kama ni malaria unapatia L. So kwa hiyo system taona tu nimepatia nini, ndio it's a bit hard but mwisho daktari anaongoza watu wako nyuma yake wakienda mpaka kwa network. Yeah, that's the thing. Wakaenda kwa network, alafu then wakurudi ni wapatie tena dawa, ndio waende nyumbani. Okay. Yeah.